Kwa ujumla maombi yetu Bwana juu ya uponyaji wa taifa, uponyaji wa familia yamekwenda mbali zaidi kutoka mahali tulipo kwa jina la Yesu. Amen. Na sasa tunakuja katika ujumbe wa neno la Mungu kabla tujamaliza ibada yetu ya asubuhi ya leo. Kabla tujamaliza ibada yetu ya siku ya leo, ninaomba Roho wa Kristo kama ulivyotuandalia ujumbe huu, useme na kanisa lako na kanisa lako linasikia. Tupe Bwana uelewa, tupe Bwana ufahamu, kujua kwamba nyakati mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo, nini cha kufanya ili kuwa salama katika mikono ya Mungu. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba. Tuseme amina. Bwana asifiwe. Amen. Basi naomba ukae. Tunakwenda kuangalia somo linalosema au ujumbe unaosema kimbilio la watauwa wakati wa vitisho vya mauti. Kimbilio la watauwa wakati wa vitisho vya mauti. Watauwa ni wakina nani? Watauwa ni watu wanayemcha Mungu. Labda ngoja nikupe kidogo sifa za watauwa ili upate kuelewa. Ili mtu tumuite mtauwa ana sifa gani? Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ile ya 10, kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio. Biblia inasema mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, aliyetoa mali zake na kuweza kuwapa maskini, kuwapa watu wenye mahitaji. Sifa ya kwanza ya mtauwa ni mchaji wa Mungu, mtu ambaye anamcha Mungu, anamsikiliza Mungu. Lakini sifa ya pili ya mtu ambaye ni mtauwa ni mtoaji anayehusika na mahitaji ya watu wengine. Yaani anaugua, anajisikia huzuni, mahitaji ya watu wengine. Sifa ya tatu ya mtauwa, anatoa sadaka zote za kisheria ambazo zimetajwa katika Biblia. Mtu ambaye aruki sadaka yote ya kisheria. Kuna sadaka kwenye Biblia za hiari na kuna sadaka za kisheria. Sadaka za kisheria ni zile sadaka ambazo sisi kama Wakristo tunemcha Mungu ni lazima kuzitoa. Umesikia hilo neno? Ni lazima ufanya nini? Kuzitoa. Kama uzitoi hauko kwenye sifa ya watu watauwa. Kwa mfano, sadaka za lazima kwenye Biblia ni pamoja na sadaka ya zaka. Zaka ni sadaka ya lazima, upende usipende. Sadaka ya pili ya lazima inaitwa sadaka ya nadhiri. Ukishaweka nadhiri ni sadaka ya lazima, upende usipende, ukishaweka lazima uiondoe. Kwa hiyo mtu mtauwa hizo sadaka zote anazitekeleza na hana kitu cha tofauti. Lakini sifa ya nne ya mtu ambaye ni mtauwa ni mtu msikivu wa maneno ya Mungu. Ni mtu ambaye anapenda kusikia neno la Mungu linasemaje, maandiko yanasemaje, sheria ya Mungu inasemaje, sheria ya Kristo inasemaje, sheria ya upendo inasemaje, sheria, kwa sababu katika kila jambo tunajifunza ndani yake kuna sheria. Upendo hauendi tu pasipo mipaka, umoja hauendi tu pasipo mipaka, si unaelewa? Kwa hiyo mtu anataka kujua hayo, kwamba kweli tunatakiwa kuwa na umoja kanisani. Umoja wa namna gani? Tunapaswa kuwa na upendo kanisani. Upendo wa namna gani? Umeelewa hiyo? Sasa hivi vitu vyote ndio ambavyo mtu akivifuata kikamilifu anaitwa mtauwa. Sio mtu yeyote. Ni mtu mwenye sifa hizo. Ni mtu ambaye anamfuata Mungu kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote. Biblia inasema amemwandama Bwana kwa moyo wake wote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiwa miongoni mwa kanisa kama hili, lakini kuna vitu ambavyo vinapungua katika machache ninayotaja, na ipo siku tutaleta huo ujumbe kwa upana wake, ujue kabisa unahitaji kupanda kiwango, unahitaji kukua. Mtauwa sio mtu ambaye anaweza kubaki nyumbani kwa sababu tu amejisikia kuchoka, ajilazimishi kwenda kanisani. Ni mtu anajishurutisha, na ni mtu ambaye anakwenda katika muda sahihi wa ibada. Kama ni saa 9, kama kina Simoni Petro wako hekaluni tayari. Kama ni saa 3 asubuhi wako kanisani tayari. Kama ni saa 12 wako kanisani tayari. Kwa hiyo sio mtu yeyote anaitwa mtauwa. Lakini leo hatupo kutaka kufafanua sana hiyo sifa ya watauwa. Lakini nataka nikuonyeshe hao wenye sifa za watauwa wanapokutana na vitisho vya mauti huwa wanakimbilia nini. Tutaanza kusoma vitabu kadhaa, na baada ya vitabu tunavyosoma maandiko ni marefu. Tutaanza na kitabu cha Esta sura ya 3. Kitabu cha Esta sura ya 3 mstari wa 8 hadi 15, Biblia inasema, basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao wana sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao.
Basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, wasiweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi akampa Haman bini Hamidatha Mwagagi, adui wa Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Haman, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vema. Sikiliza, kitisho cha mauti hicho. Kuna mtu ambaye hana hata haibu. Na ndio maana nisikilizeni vizuri kanisa. Sio kila ugonjwa unaotokea duniani umelipuka wenyewe. Kuna watu wanaesimamia mauti. Wakati Hamani anazungumza na Ahasuero, Mordekai alikuwa anasikia kwa sababu alipata nafasi ya kusikia. Lakini Wayahudi wengi ambao hawakuwa wanafanya kazi kwenye kasri ya mfalme kwa kusikia. Kwa hiyo ingetokea siku moja wanaanza kukatwa mapanga, sijui wangesema ni nini? Ni shetani au sijui ni Mungu. Kwa sababu wakati Hamani anazungumza, wako kwenye cabinet ya watu ambao wanamsaidia mfalme. Na Mordekai alikuwa kama mlinzi kule kwenye geti. Alisikia. Lakini jaribu kuwaza asingesikia. Magonjwa mangapi ambayo yapo katika ulimwengu inasemekana ya kwamba yanachangiwa na kutengenezwa na wanadamu. WHO mwezi huu wamewatuma wataalamu waende kwenye ule mji wa kwanza ulioibuka corona, unaitwa Wuhan. Waende wakachukue sample wa ile virus. Na wamechukua sample wa iko kirusi kwenye wanyama wawili au wadudu wawili. Wamechukua kwenye popo ambaye yumo na kwenye kakakuona. Na wamechukua sample kutoka kwenye mabaki mbalimbali ya ule mji. Zile sample wameondoka nazo. Lakini mmoja katika wale wataalamu wamesema hivi, sijui kama itathibitika kama kirusi hichi kimetoka kwa popo au kimetoka kwa kakakuona. Hiyo ripoti itatoka, fuatilia. Mwa mnasoma habari za WHO. Sijui kama itathibitika kirusi hichi kwamba kilikuwa kinaishi kwa popo au kwa kakakuona. Kama itathibitika tutasema kweli kilitoka kwa popo. Isipothibitika wanasema. Sasa jaribu kuwaza, mtu anapanga taifa zima liangamizwe. Na Israeli kukutana na incidents za namna hii sio mara ya kwanza. Hata Hitler alikusudia kuwaua wote. Sasa unadhani watu wanaowaza kuangamiza wenzao duniani wameisha? Kuna watu ambao wanakaa kwenye mawazo hayo. Wanadhani kwamba watu ambao wanataka kufuta baadhi ya watu wameisha. Tunasikia rumors kwamba kuna watu wanafikiri kwamba Waafrika hawana sifa za kuishi duniani. Tunasikia sana tu. Na tunapoona ubaguzi wa rangi unaendelea mpaka leo, kwa haya mataifa yanajiita yameendelea, utaaminije kwamba kuna mtu anayewaza kukuangamiza? Sisi mpaka leo inaendelea. Unaona kwenye mipira Waafrika wanacheza vizuri, anatokea mtu mmoja ana ngozi tofauti na Waafrika, anamtolea ndizi, anamrushia ndizi, akimaanisha monkey. Sasa mtu mwenye chuki kama hiyo anakuja kwenye uwanja wa watu 60,000 na anamtolea mtu mweusi ndizi kwamba ni nyani, anaweza kushindwa kupanga kumwangamiza mtu mweusi? Na kuuliza swali, anaweza kushindwa? Ndio maana tumejifunza Jumapili iliyopita, lazima tuwe macho. Yesu anasema mkiona hayo changamkeni. Biblia inasema, Paulo anasema saa ya kulala katika usingizi imekwisha. Mwambie jirani usilale. Mwambie wewe usilale. Kuna watu wanapambana hii ngozi yako tu, na wengine wanapotoka kujua kwa ujinga wao wanaamua kujichubua. Hata ujichubue vipi, wewe ni mweusi. Habari ndio hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja nipishe kadeti yangu vizuri. Tumbo lake vizuri, niweze kupiga hizi naomba. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo
kama Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi tena kwa malipo ya kwake, lakini mfalme akashawishika akasema, wala uhitaji kutoa hela, mimi nitatoa. Kuna watu wanawaza kuangamiza wenzao. Amen. Biblia inasema yule mfalme anaitwa mfalme wa kwanza katika mfalme kama alikuwa ngapi? 1 2 3 4 5. Anaitwa Ahabu. Ahabu alikwenda kumuua mtu anaitwa Naboth kwa sababu alikuwa anataka shamba la Naboth. Ndugu zangu, huko Afrika kuna madini, na kwa taifa hili kuna madini ambayo hamjayaona. Sasa akili kichwani mwako, mwambie mwenzako akili kichwani mwako. Akamwangamiza Naboth, akamuua, akatengeneza ushahidi wa uongo, wakamuua. Lengo lake achukue shamba. Tumishi wa Bwana Elia akamtokea akamwambia, umeua ili utamalaki. Kuna watu mpaka leo wanaua watu ili wachukue viwanja vyao, wanaua watu ili wachukue nyumba zao mpaka leo. Kaa na watu vizuri, usikae na watu ovyo. Biblia inaendelea kusema mstari wa 12, turudie tena sababu mrefu kidogo. Basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya 13 ya mwezi wa kwanza, na barua zikaandikwa kama vile Haman alivyoagiza, vyote kwa maakida wa mfalme na maliwali walikuwa juu ya kila jimbo, na wakuu wa kila taifa, kila jimbo kwa mwandiko wake, na kila taifa kwa lugha yake. Ziliandikwa kwa jina la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete yake. Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yani siku ya 13 ya mwezi wa 12. Maana mwezi wa 12 unakuwa hatari siku zote. Desemba. Wafe mwezi wa ngapi? Wa mwisho wa mwaka. Ndio mwisho wa mwaka usishangae ukiona maajali mengi. Walio create maajali katika roho tangu zamani ni kina Haman. Na watu pekee wanaweza kuahirisha hayo ni kina Mordekai ambao ni kanisa. Sema amina. Amen. Nasema ni kina Mordekai ambao ni kanisa. Amen. Mstari wa 14, nakili mwezi wa 12, yani mwezi Adari, katika kila jimbo mwezi Adari kuchukua pia mali yao kuwa nyara. Nakili ya andiko ya kupigwa mbiu katika kila jimbo ilitangazwa kwa mataifa yote, wawe tayari siku ile ile. Matarishi wakaondoka wakaenda haraka kwa amri ya mfalme, kukapigwa mbiu huko Shushani ngomeni. Mfalme na Haman wakaketi ili kunywa divai, bali mji wa Shushani ukafanya nini? Watengenezaji wa mauti wakisha kamilisha kazi yao, wenyewe wanakaa kwenye viti virefu wanajifurahisha. Wanajua bomu sasa hivi litalipuka. Mwambie jirani yako alitalipuka. Nasema alitalipuka. Haman sasa amekaa na mfalme wanakunywa divai, shughuli yote imeisha. Nitamwona Mordekai kama atasurvive. Na tuliambiwa wakati corona inaanza kwamba Waafrika watakufa kama mizoga. Lakini kwa taarifa yako tunaye Mungu. Amen. Nasema tunaye Mungu. Amen. Nasema tunaye Mungu. Amen. Tunaye Mungu asiyeshindwa. Tunaye Mungu asiyeshindwa. Tunaye Mungu asiyeshindwa. Asiyeshindwa. Asiyeshindwa milele. Tunaye Mungu. Amen. Kile walichokitarajia sicho. Sio kwamba misiba itokee, lakini sicho kama walichokuwa wanakitarajia. Na kwa taarifa yako, hata wafanyeje, kama wataua wataijua njia waliochukua kina Mordekai, tukaichukua hiyo njia, Hamani ndiye atakayekwenda kwenye mti alomwekea Mordekai. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hamani anajiandalia mauti yeye. Anajiandalia kifo yeye. Na ukitazama kimsingi hili jambo lishatokea. Hili jambo lishatokea.
Hamani ndiye ambaye ameumia zaidi. Mordekai anakutana na chechecheche. Na hiyo taarifa yako, Mordekai hataumia. Amen. Nasema Mordekai hataumia. Sura ya 4 kitabu cha Esta. Ujumbe wetu, kimbilio la wataua wakati wa vitisho vya mauti. Sura ya 4 kitabu cha Esta. Hata Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, Mordekai alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti ya uchungu, sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hadi amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwa na msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Mordekai anajua ni wakati wa maombolezo, kwamba ndio njia ya kuchukua wataua, vinginevyo hakuna namna ya kutoka. Kwa kupisha story, kukaanza majadiliano kati ya Esta na Mordekai. Baada ya Mordekai kukataa kuvaa zile nguo, wakaanza majadiliano. Esta alikuwa amelelewa na Mordekai kama mjomba wake, na Mordekai alikuwa anafanya kazi katika kasri ya mfalme kama mmoja wa walinzi waaminifu ambao walizuia fitina nyingi sana katika ufalme. Lakini wakati huu walikuwa wamewaiwa. Mwambie jirani yako, kataa kuwaiwa. Wakikuwai ni hatari, ingawa tuna njia ya kutokea. Yaani wakituwai tuna namna ya kufanya, tunatoka. Sema amina. Mwambie jirani yako, tunatoka. Hata katika hali hii tutatoka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo utasoma mwenyewe kwa muda wako mpaka mstari wa 16 katika sura ya 4. Lakini mimi naruka na kuja mstari wa 12. Mstari wa 12. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esta, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu ya kusema, wewe usijidhanie ya kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Inakuhusu na wewe. Usione iko mbali, kama nilifundisha ile Jumapili iliyopita. Usisikie iko mbali, inakuhusu. Kwa hiyo usidhani ya kwamba ni wakati wa kuridhika, ni wakati wa kulala. Sio, chukua hatua. Mstari wa 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapotokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esta, mstari wa 15, akawatuma wakamjibu Mordekai, uende ukawakusanya Wayahudi wote. Hilo ndio kimbilio sasa. Sema kimbilio. Sema kimbilio la wataua. Uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku na mchana, na nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Hautaangamia. Nasema hautaangamia. Njia ya kitaua inayochukuliwa hairuhusu maangamizi. Haimpi adui nafasi ya kukuangamiza. Wakati wote wataua wanakimbilia vitu vitatu vikubwa. Mtunga Zaburi ya 71 anasema, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisaidike milele. Cha kwanza, wanamkimbilia Mungu. Yaani wanapokutana na vitisho vya mauti, watu waliookoka, watu waliojazwa Roho Mtakatifu, watu waliotakaswa, watu waliothibitika, wanamkimbilia Mungu. Zaburi ya 71:1. Hatua ya pili wanayochukua, wanakimbilia katika maombi. Hawakimbilii katika kuamanika kama wengine wanavyoamanika. Wanakimbilia
katika maombi. Hatua ya tatu, wanakimbilia katika mifungo. Hizi ndio hatua tatu za watauwa wanapokabiliana na mauti. Wanamkimbilia Mungu wa mbinguni kwa sababu anajua anaweza kufanya kitu. Wanakimbilia katika nyumba za maombi, nyumba za sala. Wanakimbilia kwa watumishi wa Mungu. Wanakimbilia kufunga na kuomba. Sio kwa sababu ya situation inayotuandama, lakini hata hivi leo unapokabiliana na hali yoyote ya magonjwa ya kufisha, magonjwa ya mauti, mkimbilie Mungu njia ya kwanza, kimbilia kwenye maombi njia ya pili, kimbilia kwenye kufunga njia ya tatu. Na hizi njia hazijawahi kumtupa mtu. Hazijawahi kumwangusha mtu. Hazijawahi kumwacha mtu. Yeyote ambaye alikimbilia kwa Mungu, yeyote ambaye alikimbilia kwenye maombi, kwa taarifa yako, alikuwa salama. Nasema alikuwa salama. Kwa hiyo Esta na Mordekai na taifa zima la Wayahudi hawakusuluhisha tatizo la kifo kilichokuwa kimeandikwa, kilichokuwa kimesainiwa, kilichokuwa kinasubiri kutekelezwa kwa wao kukimbilia mahakamani. Kwa wao kukimbilia na kujitetea kwa wanadamu kabla ya kwenda mbele za Mungu. Hapana, walikimbilia kwa Mungu. Walikimbilia kwenye maombi. Walikimbilia kwenye kufunga. Na hii nataka uichukue kama sehemu ya maisha yako. Kabla hujakimbilia kwa watu, kimbilia kwa Mungu. Kabla hujakimbilia kwa ndugu, kimbilia kwa Mungu. Watu wengi wamekuwa wakikimbilia ndugu zao, hawajapata matokeo. Lakini wale ambao walimkimbilia Mungu, kwa taarifa yako, walipata matokeo. Na leo nataka nikuonyeshe. Wa kwanza nimekuonyesha Esta na Mordekai na taifa la Uyahudi. Wa pili nitakuonyesha Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego, ambao pia walipaswa waangamizwe kama wasingetafsiri ya ndoto ya mfalme. Walikimbilia kwenye maombi. Mwambie jirani yako, kimbilia kwenye maombi. Wakati tulionao kanisa sio wakati ambapo unaweza ukaishi siku nzima hujaomba. Sio wakati ambapo unaishi wiki 2-3 hujafanya hata zile casual fasting, hata ile mifungo mepesi. Sio wakati huo, kwa sababu mauti iko sufuriani, mauti iko mitaani. Watu wanakutana na maradhi ya kubanwa vifua, hata ukiwauliza wamepata wapi hawajui. Kwa sababu sio ngono kwamba ulana na dada fulani, ulana na mwanamume fulani. Sio ngono. Unaenda marikiti, unaenda hospitali, unaenda sokoni, unaenda kanisani, unaenda msikitini, unaenda huku, unaenda kule. Kwa hiyo ni kitu ambacho hujui kiko wapi, na hakionekani kabisa kwa macho haya. Sio kitu cha kusema kwamba ni kama naona kuna vichenga vyeupe, hakionekani kabisa. Yaani huwezi kuhisi. Kwa hiyo huu sio wakati ambapo unapitisha siku hujaomba, unapitisha wiki hujafanya mfungo hata kama mapesi, unapitisha mwezi hutaki kuomba. Wasichana wengi nimekuwa nifuatilia maisha yao, hawaombi hata kwa saa moja. Hawaombi kabisa. Huu sio wakati wa namna hiyo. Huu sio wakati wa namna hiyo. Huu ni wakati wa mtu kujishurutisha mwenyewe aonekane mbele za Mungu. Huu sio wakati wa mtu ambaye eti anapumzika kanisani kwa sababu anasikia siku kichwa kimemuuma kidogo, si mguu umemuuma. Huwezi kujua kitachotokea baada ya muda mfupi ujao. Amina. Huu ni wakati ambao ukisikia mguu unauma unakemea. Huu ni wakati ambao ukijisikia vibaya unakimbilia magotini. Huu ni wakati ambapo ni kushirikishana na mtumishi wa Mungu kwamba mchungaji, leo nimeamka sisikii kifua vizuri, sisikii mgongo vizuri. Sio wakati wa kunyamaza. Amen. Mordekai ya kunyamaza. Na Esta alipoambiwa ni kama alikuwa anafikiri mzaa, aliposisitiziwa hakunyamaza. Kwa nini wewe unyamaza? Kwa nini unyamaza? Kimbilio pekee la watauwa ni kwa Mungu wao. Kimbilio pekee la watauwa ni kwenye vyumba vya ndani vya maombi. Kimbilio pekee la watauwa ni kwenye mifungo yao. Kwa hiyo kuanzia leo anzisha mikesha peke yako. Anzisha maombi ya alfajiri. Anzisha maombi ya kuja kanisani peke yako unaomba. Anzisha maombi ya kuamka usiku peke yako unaomba. Ni wakati ambapo
watu wanapaswa kujua njia inayofanya tunaweza tukatoka hapo. Mordekai alijua njia. Kwa taarifa yako muda usingetosha, lakini kwa kukupisha tu habari hii, ukisoma sura ya 5, ya 6, ya 7 kitabu cha Esta mpaka sura ya 8, hatimaye alikuwa amepanga mauti. Mauti ikampata yeye, ikaokolewa taifa zima. Nisikilize, maombi yana uwezo wa kuliokoa taifa zima. Amen. Nasema maombi yanaweza kuliokoa taifa zima. Amen. Sio tu kiwango cha familia yako. Wakati ule Ahasuero alikuwa anatawala majimbo 120 kule Asia. Kwa lugha rahisi alikuwa anatawala nchi 120, sio nchi moja kama yetu au nchi mbili. Nchi 120. Ndio maana nasema kila watu waliandikiwa kwa mwandiko wao na kwa lugha wao. Yaani ndani ya utawala wa Ahasuero kulikuwa na mataifa ambayo lugha haziingiliani. Na huko kote Wayahudi walitapakaa. Lakini maombi, sema jirani yako maombi. Maombi. Lakini maombi tena sio ya siku 10, sio ya siku 20, siku 3 tu. Amen. Yakageuza kile ambacho adui alikusudia kikarudi kichwani mwake. Wale waliokusudiwa wakafurahi na kushangilia. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kimbilio la wataua ni maombi. Amen. Kimbilio la wataua ni kufunga. Amen. Watu wanakusanyika mahali wanasema hapa mpaka kieleweke, machozi yatatoka, sauti zitakauka mpaka Bwana anakujibu maombi yao. Amen. Wakati wa Danieli sura ile ya 2, mstari mingi kuanzia mstari wa kwanza hadi 21. Lakini nitasoma mstari michache. Uandika Danieli sura ya 2, mstari wa kwanza hadi 21. Mimi nasoma mstari michache upate picha. Danieli sura ya 2. Tunaangalia ujumbe unaosema kimbilio la wataua wakati wa vitisho vya mauti. Danieli sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza, nasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka nafikiri wa nasoma michache. Wa kwanza mpaka wa ngoja nisome. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Mstari wa 2, ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldaya wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Disi watu wanaijua. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nisijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldaya wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ili ndoto nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Bahati mbaya mfalme akajibu akamwambia, mstari wa 5 Wakaldaya, neno lenyewe limeniondoka, msipo nijulisha ile ndoto na tafsiri yake mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Mambo hayo. Wote wewe sisi tuliota na wewe. Sasa hapa ikawa mabishano. Mfalme anataka tafsiri ya ndoto, ndoto imemondoka lakini ana mfadhaiko. Hajui pa kuanzia kueleza. Wakamwambia mfalme, tuelezee. Mfalme akasema sikumbuki. Na akasema, kumbe mnataka kunitega katika kuelezea wakati nyinyi najua si mna mapepo ya utambuzi. Sasa tambueni ndoto yangu. Akaambia, mimi najua nyinyi mnajua lakini mnataka kunitega. Sasa hamtaishi. Si mna pepo za utambuzi. Mwambie jirani yako, kuna wakati pepo za utambuzi hawana cha kujua. Kuna kitu kinaitwa chanda cha Mungu. Sema chanda cha Mungu. Kidole cha Mungu, anahitajika Mungu wa mbinguni. Waganga kienyeji wana mipaka. Wachawi unaowaogopa wana mipaka. Wasihiri wana mipaka. Watabiri wa nyota wana mipaka. Hawa ambao unawakimbilia wewe, kuna mambo hawayajui. Na pepo zao za utambuzi. Nebukadreza akasema, sasa mshanikera. Hapa imebaki kitu kimoja tu, ni mauti. Na kwa kweli wangeuawa, kwa sababu hawakuwa na majibu. Mstari wa 14, ndipo Danieli kwa busara na hatari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme. Alikuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alishatumwa mtu wa kuwaua. Mauti tayari. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme,
mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Ariogo akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme ile tafsiri. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Danieli akamwambia mfalme, please, nipe tu siku 2 au 3. Tarudi hapa kukuambia. Alijua kimbilio wapi? Napenda nikisoma habari hiyo, angalia mstari wa 17. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari wakina nani? Kina Anania na Mishaeli na Azaria wenzake. Hawa ni Meshach, Shadrach na Abednego. Mwambie jirani yako kuna wakati tunahitaji maombi ya ushirika. Lakini kimbilio lao ndio lile lile. Akaenda kuwapasha habari ili wafanye nini? Angalia mstari wa 18. Ili wamuombe rehema, waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya ile siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Mwambie jirani yako hautaangamia. Hautaangamia. Wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa wapi? Wa Babeli. Hatutaangamizwa kwa jina la Yesu. Uraba sandara shiria sekoraturiata. Hatutaangamia kwa jina la Yesu. 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 Hatutaangamia. Amen. Ndipo Danieli akafunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Sema amina. Amina. Sema amina. Suluhu ikatoka kwenye maombi. Suluhu ikatoka kwenye maombi. Kwa hiyo wanedharau wito wa mheshimiwa rais kwamba lazima taifa tuombe ni wapagani wasiojua Biblia. Amen. Nyakati zote suluhu ya mauti katika nyakati za Biblia zilipatikana kupitia maombi. Amen. Wakati wa Mordekai na Esta, maombi yakabadilisha ile hali, ile amri ya kuuawa kwa Wayahudi. Na huu wakati wa Danieli, ukisoma hiyo sura ya 2 sasa yote ili ufaidi kwa muda wako. Danieli aliposimama kwa mfalme, Mungu alimweleza Danieli in details. Amen. Yaani ni kama Danieli alilala kwenye ubongo wa mfalme. Amen. Danieli akasimama akamwambia mfalme, ulichokiota ni hichi. Yaani Danieli alipokuwa anasema ndio mfalme kumbukumbu zinakuja. Ndio kumbukumbu zinarudi. Mfalme akakubali ya kwamba alichosema Danieli ni kweli, akairisha uwawa kwa watu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Maombi ni kweli na vifo vitaahirishwa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema mauti itaahirishwa kwa jina la Yesu. Tuzame kwenye maombi. Tujikite kwenye maombi. Tuomboleze, tulie, tufunge, tumtafute Mungu kwa bidii. Waacha watu wachache wanadharau, watamshangaa Mungu. Unajua ukombozi ukitokea na wao wameumo umo. Kwa sababu si waganga nao walipona. Wachawi nao si walipona. Sasa usijisikie wivu kaanza kusema Jehova hata kama utatulinda, lakini wachawi acha waondoke. Hayo sio maombi. Hayo sio maombi. Wachawi nao wana wake zao. Wachawi nao wana watoto wao. Wewe unatakaje waondoke? Naona kuna watu tayari wameshakunasema kwa sababu inakuwaje? Yaani waombe Danieli wapone na wachawi. Wao pia wana familia zao, wanahitajika. Sema amina. Sema amina. Lakini chanda cha Mungu kitasimama kupitia watu wa Mungu. Kwa hiyo usiende kuomba na kuweka mipaka. Bwana, tunaomba ulinzi kwa maaskofu, tunaomba ulinzi kwa rais, tunaomba ulinzi kwa watakatifu, lakini Bwana waleki watazame mara mbili. Lakini Bwana, hayo sio maombi. Hayo sio maombi. Maombi ya kukombolewa taifa linahusu watu wote. Maombi ya kukombolewa ulimwengu inahusu watu wote. Kwa sababu Petro anasema Mungu hapendi mtu yoyote apotee. Hapendi yoyote kati yetu apotee. Kwa sababu hataki watu wawe yatima. Hataki wakina mama wawe wajane. Hataki na baba wakose wake zao. Hataki, isipokuwa kwa wakati maalum. Baada ya watu kuishi kwenye siku zao, wataitwa na Mungu. Lakini sio kulazimishwa na Haman. Sio kulazimishwa kwa ndoto ya Nebukadneza. Tukienda kwenye maombi, Haman kusudi lake litafanikiwa. Tukienda kwenye maombi,
ndoto ya Nebukadreza itatafsiriwa katika jina la Yesu. Nasema itatafsiriwa katika jina la Yesu. Lakini baada ya ndoto kutafsiriwa na kutoa maelezo mengi, Nebukadreza akakubali, akampandisha Danieli cheo na taifa likakaa kwenye amani. Tutakaa kwenye amani. Nasema tutakaa kwenye amani. Baada ya maombi yetu, magonjwa yote ambayo yamekuwa tishio yatayeyuka. Nasema yatayeyuka. Nasema yatayeyuka. Namwambia Bwana, achilia upepo wa mashariki, kusanya vitu vyote ambavyo vinasababisha matatizo tu kwa bahari. Bwana, tunaachilia damu ya Yesu katika anga. Angamiza kila mauti inayotokea huko. Bwana, tunanyunyiza damu ya Yesu katika ardhi wanakopita wanadamu, kwenye vyombo vya usafiri, wanakogusa hapa na pale. Damu ya Yesu itoshe kuleta ukombozi kwa kuangamiza kazi za shetani. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo, kwa neno la ushuhuda. Mauti zote za kipepo, za kishetani, vitisho vyote vya ibilisi vinakomeshwa kwa watu wanaokimbilia Mungu. Nasema kwa watu wanaokimbilia Mungu. Nasema kwa watu wanaokimbilia Mungu. Kama tutamkimbilia Mungu kwa moyo wote, mke na mume wanaomba, washirika wawili watatu wanaomba, wachungaji wanaomba, maaskofu wanaomba, manabii wanaomba, mitume wanaomba, wainjilisti wanaomba, walimu wanaomba, wazee wa kanisa wanaomba, mashemasi wanaomba, hiki kitu tunachokiona utasikia kimeyeyuka. Na yule Mungu ambaye alitupa ushindi awamu ya kwanza hajawahi kubadilika. Hajawahi kubadilika. Anasema niangalieni mimi mkaokolewe enyi nchi. Anasema taifa limwangalie yeye, nchi imwangalie yeye, familia zimwangalie yeye. Hatutatayarika katika jina la Yesu. Wakati wa Hezekia, yeye pia alikutana na changamoto ya kutishiwa juu ya maisha yake, juu ya taifa lake, na mtishaji akazungumza maneno mengi sana mabaya ya kuogofya, ya kutisha, ya kufanya mtu atetemeke na aone kama vile kuna watu wana nguvu kuliko Mungu, aone kama vile kuna watu wana uwezo kuliko Mungu. Lakini alipoamua kumkimbilia Mungu, lakini kitaishi. Nimesoma katika Wafalme wa Pili sura ile ya 19 mstari wa 1 hadi wa 7, utaona kitisho cha mfalme Senakeribu dhidi ya taifa la Yuda siku za Hezekia. Mstari kuanzia wa 1, ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, ukisoma kuanzia mstari wa 18 utafanya vema. Ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo za magunia, akaingia katika nyumba ya nani? Ya Bwana. Huko ndio pa kukimbilia. Kimbilia kanisani kwa maombi. Na huyu ni mfalme. Na leo nikwambie, rais anapokimbilia maombi sio kitu kigeni. Walikuwepo watu wenye ngazi kama yake walimkimbilia Mungu wakakombolewa. Anasoma Biblia, anajua kwamba taifa litakombolewa, bara zima litakombolewa kwa maombi ya watakatifu, kwa maombi ya wateule. Yeye anasema mfalme akakimbilia katika nyumba ya Mungu, akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake, na Shebna mwandishi, na wazee wa makuhani, wamevikwa nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii. Manabii lazima waombe, waache hadithi, waache ngojea kuitisha masadaka kila siku, waombe. Akaenda kwa Isaya nabii. Bwana wa Amosi akamwambia Hezekia, asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu ya kuwazaa. Watu wanatamani kuingia katika ndoa, wanaogopa kwa sababu ya vitisho vya hapa na pale. Watu wanaogopa kusafiri, watu wanaogopa kufanya kila kitu. Anasema hali si ya kawaida huko mitaani Hezekia. Na Hezekia ametutuma kwako mtu wa Mungu ili ufanye kitu mbele za Bwana. Tazama kile ambacho Hezekia alikitaka kwa Isaya. Ndio kile ambacho kimbilio la wataua wakati wote. Sikiliza mstari ule wa 4. Yamkini Bwana Mungu wako atasikia maneno yote ya amiri huyu, ambaye mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu ali hai, naye atayakemea hayo maneno yaliyosikia na Bwana. Angalia pasa, Mungu wako. Kwa sababu hii inua
dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobaki. Sema amina. Sema amina. Hiko ndicho Hezekia alichokitaka, ya kwamba Isaya, inua dua yako. Hilo ndio kimbilio la watauwa, hilo ndio kimbilio la manabii, kimbilio la mitume, kimbilio la kanisa. Inua dua yako. Mwambie jirani yako, inua dua yako. Mwambie mwingine, inua dua yako kwa ajili ya mabaki ya watu wa Mungu katika Afrika, kwa ajili ya mabaki ya familia mbalimbali, kwa ajili ya mabaki ya watu wa Mungu waendelee kuhubiri injili. Sema amina. Inua dua yako. Nasema inua dua yako. Nasema inua dua yako. Nasema inua dua yako. Utainua dua yako. Hata wale ambao hawapo hapa wakati huu, sisi tulishainua dua zetu na tutainua tena dua zetu. Unafuatia kupitia mvua za baraka. Inua dua yako mahali kokote ulipo, ya kwamba Bwana aondoe maradhi ya kufisha, Mungu aondoe maradhi ya mauti duniani, na Bwana alinde watu wake aliowaumba kwa utukufu wake. Mungu alinde watu wake aliowaumba kwa sura yake. Sema amina. Inua dua yako. Nasema inua dua yako. Sikiliza, mtu wa Mungu anatoa maneno ya ushindi. Mstari wa 6, Isaya akamwambia, mwambieni Bwana wenu, mwambieni Bwana wenu maneno haya. Bwana asema hivi, usiogope maneno hayo uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ya hofu ndani yake, naye atasikia kivumi na kurudi nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Korona itaanguka. Nasema itaanguka. Nasema itaanguka. Haina nguvu ya kuzidi nguvu za Mungu, haina nguvu ya kuzidi uwezo wa Mungu, haina nguvu ya kuzidi maombi ya watakatifu, haina nguvu ya kuzidi maombi ya watauwa, haina nguvu ya kuzidi maombi ya watu ambao wanafunga na kuomba usiku na mchana. Tunasema itaanguka kwa jina la Yesu. Na hata sasa, kama unanisikia na unajisikia vibaya kwenye mwili wako, mahali kokote ulipo, unapotufuatilia kupitia mvua za baraka, nataka nikwambie, hautakufa bali utaishi. Amen. Na utakapoomba maombi ambayo kama Hezekia aliomba, mauti itaondolewa juu yako. Hata kama kuna ndugu yako wakati huu anapumua kwa shida, usiogope. Usiogope. Shetani asikwambie kwamba huwezi kumuombea, wewe ni mchanga kiroho, huwezi kumuombea, wewe ni mdogo kiroho. Muombee na Bwana atamuinua. Nasema Bwana atamuinua. Wakati wote maombi hayatashindwa. Wakati wote maombi hayataanguka chini. Kitisho chochote cha mauti unachokutana nacho, unachokihisi, unachokisikia, kipeleke mbele za Bwana, kitaondoka kwa jina la Yesu. Nasema kitaondoka kwa jina la Yesu. Isaya sura ya 38. Isaya sura ya 38. Tunamwona mtu ambaye alikuwa anakabiliwa na mauti, lakini alipoomba Bwana akamsikia. Wewe ambao unanisikia, hata kama upo kwenye oxygen, wewe ambao unanisikia, hata kama upo katika hali ya mauti, sema maneno machache, Mungu akuponye. Mwambie Yesu niponye. Mwambie Yesu niponye. Mwambie Yesu niponye. Na mwambie Yesu ukiniponya nitakutumikia. Yesu ukiniponya nitakutumikia. Yesu ukiniponya nitakutumikia. Yesu ukiniponya nitakutumikia. Yesu atakuponya kwa jina la Yesu Kristo. Isaya sura 38 nasoma mstari wa 1 hadi wa 6. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya nini? Ya kufa. Aliugua, alikuwa katika hatari ya kufa. Je, una ndugu ambaye anaugua? Je, una ndugu ambaye ni mgonjwa, umesikia habari zake? Inua dua. Nasema inua dua. Nasema inua dua. Biblia inasema Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Hali ya mauti imemsingira, na nabii anaona hivyo, na mtumishi anaona hivyo. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mungu ataona machozi yako. Nasema Mungu ataona machozi yako. Yule ambaye unalia kwa ajili yake, Mungu ataona machozi yako. Yule ambaye unaomboleza kwa ajili yake, Mungu ataona machozi yako. Na maana kulia ni kulia kweli. Kuomboleza kweli. Sio kulia kwa kujiliza. Kuna watu wanakuwa katika maombi hawana cha kulia, utasikia anaanza wanaigeza sasa kulia. Bwana, ndio sio kulia.
huo usanii. Mwambie yako acha usanii. Lazima kiwe kilio cha kweli. Mwambie mtu fulani usijilize hapa. Maombi ya kulia kweli yanajibiwa. Amen. Maandiko yanasema mfalme akalia sana sana. Machozi yako yataokoa maisha ya ndugu yako. Amen. Lakini wangapi wanaomba kwa machozi? Tena wengine hata wakisikia ndugu zao wanaumwa, hata kwa kuomba kwenyewe waombaji, wanasahau hata kuomba. Wanamwambia tu mchungaji tuombe, wanamwambia tu fulani tuombe, alafu wenyewe wanalala, wanasuka asubuhi. Baba katika jina la Yesu, mponye. Maombi hayo mtu kazungua na mauti. Maombi hayo unakosa kuwa serious. Unaombaje unasinzia kwa mtu ambaye amekuzunguka na mauti? Unapataje wewe usingizi? Unaombaje huku jana niuma? Unaombaje kwa mtu ambaye amezungukwa na mauti? Leteni chakula Baba katika jina la Yesu, mponye Jehova. Eti tunacheza dance. Hayo sio maombi. Maombi ya kuelekea kwenye kona fulani na kusema Bwana mponye ndugu yangu. Bwana mwokoe ndugu yangu. Hezekia akalia sana sana. Akalia kwa machozi. Mstari wa 5 Biblia inasema, mstari wa 4, ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimesikia nini? Mwambie jirani yako, huwa Mungu anasikia maombi sio manunguniko. Mungu anasikia maombi sio kuandika kwenye vyombo vya habari. Acha ujinga. Mungu anasikia maombi. Sio kujifanya unaandika sana. Alafu na watu wanapoandika vitu vingine usivisome. Sio mtu anaandika tutakufa, atakufa yeye. Na wewe unaisoma hiyo na kaandika kwa wingi. Unasomaje habari anambia ukisoma kanusha wewe sitakufa. Wewe unasoma tu. Mtu tu anapiga simu anambiaje? Yaani mtumishi wa Mungu takufa kwamba mimi sifi. Kwa jina la Yesu. Leo unasoma tu. Wanakulisha maneno ya mauti. Wanakulisha maneno ya kifo na unayapokea. Na kuni imani, baba tutakufa si baba wewe. Utakwenda kweli. Kanusha kauli zao. Mungu anasikia maombi sio malalamiko. Mungu anasikia maombi sio maneno mengi ya kutishatisha watu, unatishatisha watu. Nisikilize, kifo ni kibaya lakini hamna mtu ambaye hawezi kumudu kifo. Hata wanaogopa kifo wanakufa. Isipokuwa wale wachache wanataka kujiua wenyewe. Wao pia hata wanaogopa kifo wanataka kufa. Lakini tunayo njia ya kutoka kwenye hayo yote. Kwa sababu mengine shetani anayaleta, anafanya watu waondoke kabla wakati. Wangeweza kuishi. Sasa njia pekee ya kuahirisha mauti hata kwa mgonjwa aliye kwenye oxygen, kwa mgonjwa aliye hospitali ni hii. Isaya sura ya 38 mstari wa 1 hadi wa 6, maandiko yanasema Hezekia akalia sana kwa machozi. Umlilie Mungu akuponye. Nasema umlilie Mungu akuponye. Hapo kitandani kwako usio tu haikusaidii, lia uponywe kwa jina la Yesu. Nasema lia uponywe. Na Mungu atakuhurumia. Yesu ni wa huruma. Roho Mtakatifu anaona. Anajua wewe ni baba wa watoto, wewe ni mume wa mtu, wewe ni mke wa mtu. Akuponye kwa jina la Yesu. Akuponye kwa jina la Yesu. Akuponye kwa jina la Yesu. Aponye kifua chako, aponye mbavu zako, aponye damu yako, resa tarabo, upone. Isaya akaambiwa rudi. Nimeahirisha. Hata kuja wakati huu Hezekia. Huu sio wakati wake wa kuja. Nimeahirisha. Namrudisha Hezekia kwenye utawala wake. Arudi. Nenda kamwambie mtumishi wangu Hezekia. Mstari wa 5. Unarudia tena. Nenda kamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimesikia maombi yako, nimeaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Amen. Vipindi vitatu vya urais. Miaka 15
Alafu kwenye oksijeni, ukitoka si lazima utoe sadaka walau ng'ombe 2 watatu. Yaani wewe unaambiwa, unaonekana kabisa watu wanaangalia miguu imeanza kupoa, washa mikono imepoa, mara anakuja Isaya anakwambia Bwana akasema unaishi. Tena sio kama unaishi mwaka huu na kugonga miaka 15. Maana ukiwa na 70 unaenda kufa kwenye 85. Ukiwa na 90 unaenda kufa 105. Tunaanzia pale 70 hatushuki chini hapo. Amina. Mpigie makofi anasema amina. Esa tarabu. Hapo ndo tunapoanzia. Hapo. Miaka 15 ya ziada. Hata kama ulikuwa unawaza kutokuoa, lazima uoe. Miaka 15 unaishije bila mke? Hata kama ulikuwa mjana unaanza maombi ya kuolewa sasa. Unaambia Bwana miaka 15 uhakika 100%. Yaani aje mafua, uje ugonjwa gani? Mungu kasema miaka 15 kuongezea. Hata ugonge kichwa kipasuke utaishi. Amen. Umeelewa? Yaani kasema Yehova, wewe na kugonga miaka 15 ziada. Gari ije ipande ile kitoleo kibondeke utaamka ICU. Watakienda kichwa vizuri. Nakwambia utaamka, amini hilo. Sasa si Mungu kasema. Au ni nani kasema? Yaani Mungu aseme ya 15 afungo ngwe na gari ufe. Ndege idondoke, watakufa wote utabaki. Wanasema na mtu mmoja kabaki, hawajui umegongwa miaka 15 ya ziada, sema amina. Mwambie yako nimegongwa miaka ya ziada. Ni miaka ya ziada. Ajali itokee mimi nipo. Yaani uondoke, si Bwana akasema, mwambie yako Bwana akasema. Mwambie Bwana akasema. Mungu aseme uongo bwana. Sio za kubuni. Baba nipe, Baba ndio za kubuni. Za uhakika, sure. Na nakuombea usiku wa leo Bwana akwambia unaishi miaka mingapi? Nakuombea usiku wa leo Bwana akwambia unaishi miaka mingapi? Bwana asema na wewe una ujasiri. Ili usiogope kupanda ndege, usiogope kupanda boti, usiogope kuendesha gari, uwe na ujasiri. Ukijua miaka yako unakuwa na ujasiri. Gari la yumba. Wewe umetulia tu. Ngoja na 15 na Bwana hawezi kugeuza hilo jambo. Sema amina. Sema amina. Rasata. Watu wanaamanika. Wanaenda huku, wanarudi huku. Wakuta umekaa tu. Wewe mbona mwenzetu kuhangaika? Sina wasiwasi. Unaambia. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nisome andiko la mwisho tuombe. Na waona watu mnaongezewa miaka. Amen. Nawaambia kweli. Mnaongezewa miaka na mtashaini. Mtapendeza. Kabisa mtashaini. Kila mtu atashangaa, wanakula nini? Wana kazi gani? Hawa watu wa wapi? Wanakuangalia. Wanakuangalia kwa utashaini. Yesu yupo. Amen. Matendo ya Mitume kabla tujaomba sura ya 4 pale ambapo pia watu walitishiwa sana. Tusome kuanzia mstari wa 21 kwa haraka. Na walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu. Kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa ajili ya hayo yaliyotendeka. Kuwa watu mstari wa 22. Maana umri wake yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponywa ulipata miaka 40. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakafanya nini? Wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiye Mungu, ndio ulifanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Na ulisema kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana, juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu. Juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu,
uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Sema amina. Hiyo ndio njia ya kufanya. Yaangalie matisho yao. Bwana, tazama kitisho hichi. Kinanitisha hata nikiwa peke yangu. Kinanitisha nikienda sokoni. Kinanitisha nikienda huko. Angalia matisho yao. Ukawajalia watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Ukanyoshe mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Mstari wa 31 na wa mwisho tunasoma kwa sasa. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale pakusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu. Sema amina. Hii ndio njia ya kufanya. Vitisho vinapelekwa mbele za Mungu. Maogofyo yanapelekwa mbele za Mungu. Mauti zinasukumwa mbele za Mungu. Magonjwa yanapelekwa mbele za Mungu. Hivyo ndivyo watakuwa wa zamani walivyofanya. Kuanzia wakati wa Mordekai. Sijasoma wakati wa Nehemia kwa sababu ya muda, lakini ningekusomea. Sijasoma wakati wa Ezra, ningekusomea. Sijasoma nyakati mbalimbali ambazo kanisa na jamii mbalimbali imezipitia. Sijasoma wakati wa Daudi, wakati tauni inakula nchi yake. Na maombi yote yaliyoombwa kwa taarifa yenu, yale tunasoma kwenye Biblia, yalizuia mabaya kuendelea. Amen. Nasema yalizuia mabaya kuendelea. Na sisi tukiomba na tukimaanisha, haya mabaya hatutayaona tena. Musa akaambiwa na Mungu, waambie wana wa Israeli au wa Misri, wanaowaona leo hawatawaona milele. Na mimi naamini kwamba yale tunayosikia yatakuja kuwa sio habari tena, kwa sababu Mungu anakwenda kukata mzizi wa fitina. Amen. Mungu anakwenda kukata mzizi wa fitina. Amen. Mungu anakwenda kushughulika na chanzo na anakwenda kukizima kwa maombi ya watauwa. Pale uliposimama na umwite Mungu kwa maombi ya watauwa na umwambie, Bwana, tumekukimbilia wewe. Kama taifa tumekukimbilia wewe. Kama kanisa tumekukimbilia wewe. Kama watu wanamcha Mungu tumekukimbilia wewe. Tusiaibike milele. Inua dua kama alivyosema Hezekia, Isaya nabii mwana wa Amozi, akamwambia inua dua yako kwa ajili ya mabaki ya wana wa Israeli. Nataka uinue dua. Tulishaomba awali mapema, lakini inua dua kwamba utalindwa na familia yako. Inua dua kwamba watumishi wa Mungu wote tutalindwa na nguvu za Mungu. Inua dua ya kwamba viongozi wetu wa kitaifa, kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja rais wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, watalindwa na nguvu za Mungu. Inua dua katika jina la Yesu kwamba marais mbalimbali katika bara la Afrika, inua dua katika jina la Yesu, mataifa ya Afrika ya kwamba yatakuwa salama, ya kwamba yatakuwa salama, ya kwamba yatakuwa salama. Hakutakuwa na neno baya. Kwa jina la Yesu tumeomba. Weka mikono yako miwili juu. Mungu, tumeinua dua zetu siku ya leo. Na dua yetu ni hii: ondoa roho ya mauti ya ghafla. Amen. Ondoa roho ya vifo. Amen. Ondoa magonjwa yanayohusiana na hewa. Amen. Kushikiliwa kwa mbavu, kifua na mifumo yote ya hewa. Tunainua dua, magonjwa yaondolewe. Amen. Udhaifu huo uondolewe. Amen. Shida hizo ziondolewe. Amen. Watu wako waishi. Amen. Afrika iishi. Amen. Na sio iishi ikashaini, ikapendeze, ikanawili, ikaendelee, ikafanikiwe. Afrika ikafaidike na resources tulizo nazo. Afrika ikafaidike na madini yake, ikafaidike na ardhi yake, ikafaidike na gesi yake, ikafaidike na mafuta yake, ikafaidike na misitu yake, ikafaidike na maziwa yake, ikafaidike na maji yake, ikafaidike na watu wake kwa jina la Yesu Kristo. Ya kwamba Afrika ikafaidike. Watoto wetu, wajukuu zetu, watoto zetu, kama Yesu utakawia, wakafaidi. Wakafaidi. Ile laana sisi kutafuta achukue mwingine, tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunaifunga kwa jina la Yesu. Tunaikataa kwa jina la Yesu. Haina sehemu tena kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, nyoosha mkono wako ukaachilie madhihirisho. Na wabariki watu wako wote
walioko hapa na wale ambao wanatufuatilia kupitia Mvua za Baraka. Walinde watu wako katika juma hili. Walinde watu wako katika mwezi ujao. Tunapokutana tena katika ibada zetu, ulinzi wa Bwana ukawa imara. Bwana, linda mipaka ya taifa letu. Linda mipaka ya anga letu. Linda mipaka katika kila eneo. Vyombo vyote vya usafiri Bwana ziwe salama. Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu tuna resanitize taifa letu kwa jina la Yesu. Tuna fumigate taifa letu kwa jina la Yesu. Ya kwamba tunafanya fumigation kwa damu ya Yesu. 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 Katika anga, katika mitaa, katika ardhi, katika kila eneo kwa jina la Yesu. Bwana, wewe ni Mungu. Walikukimbilia Waisraeli ukawasikia. Walikukimbilia wakina Mordekai ukawasikia. Walikukimbilia wakina Danieli ukawasikia. Walikukimbilia wakina Isaya ukawasikia. Walikukimbilia wakina Hezekia ukawasikia. Walikukimbilia kanisa la kwanza ukawasikia. Nasi tunachukua neno la Sulemani ya kwamba mtu akija hapa akiomba lolote ukasikie kutoka mbinguni na ukatende kwa jina la Yesu Kristo. Baraka za Bwana utajirisha. Baraka za Bwana ziwe juu yako. Mafanikio ya Bwana yawe juu yako.